Hii hasa tunajadili tunaishi vipi na wapangaji wenzetu. Mnaishi vipi? Wewe kama mpangaji, wewe kama ndugu wa mpangaji, wewe kama jirani wa mpangaji, kama jirani wa mpangaji, mama baba mwenye nyumba. Na unaishije na wapangaji wako? Vyote hivyo tunataka tuvisikie leo hii na kuvipata leo hii, kwamba wewe unaishi vipi na zile kero ambazo unakutana nazo katika kuishi na wapangaji wenzio ni zipi? Furaha ambazo unakutana nazo na wapangaji wenzio ni zipi? Hata kama uliwahi kupata fursa pia kutoka kwa mpangaji mwenzako, pia sio mbaya ukachangia. Sio tuchangie tu kero, jamani wewe pale ni kwanza sije ulifanya hivi jamani. Ila kero naona zitatawala. Sawa, wapangaji na wasalimia. Wapangaji pamoja na wenye nyumba, jamani tunawasalimia hapa leo katika Hello Weekend. Moja kwa moja, kabla ya kutambulisha wageni ambao tuko nao hapa studio, tutaelekea kwanza Morogoro tuweze kusikia maoni ya wadau walioko huko, halafu tutarejea kwa ajili ya kuwatambulisha wageni ambao tuko nao studioni pamoja na kile ambacho unatamani kukijadili au kushare nasi kile ambacho wanaki-experience katika maisha ya upangaji pamoja na wenye nyumba kwa ujumla. Wadau kutoka Morogoro. Na maji na umeme. Kwamba umeme mnaidiana, labda mnaweza mkalipa chumba kimoja au wote mkakusanya mkalipa kwa mwezi mara moja. Tunajua bili ya maji inatoka kwa mwezi mara moja. Lakini kutokana na wapangaji ambao sio waaminifu baadhi, na ndio maana leo tunapangishwa kwenye nyumba, unakuta anakuambia hivi ndoo nunua. Yaani maji kama inauzwa shilingi 100, kwamba wewe mpangaji unaingia pale unanunua, kwa sababu ukiweka bili kwamba kuna watu wanalipa, wengine hawalipi. Tamani sana kwamba kila mwenye nyumba huenda ajenge apartment ambayo kwamba mwenye nyumba aishi kwa kujitegemea na wapangaji waishi kwa kujitegemea, kwa sababu unakuta baadhi ya wenye nyumba wanawatumia wapangaji kama kitega uchumi. Unakuta mwenye nyumba, unakuta labda kwa mwezi umeme shilingi 10,000, mko wapangaji 7. Unachanga shilingi 70,000, wapangaji wote mnakusanya 70,000 mnakabidhi mwenye nyumba, lakini unakuta umeme kabla kufika tarehe 30 ambayo mmeaidiana umeme umeshakata. Changamoto ninazopitia kwenye nyumba niliyopanga ni pamoja na maji. Yaani mama nyumba anakuambia usichote ndoo zaidi ya 2, kitu ambacho mimi ndoo 2 hazinitoshi. Kingine umeme pale, umeme ukatika, kila mtu atakuwa atoe shilingi ngapi? 5,500. Sasa kwa upande wangu mimi unakuta nalipa 5,000 mwezi ujao, mpangaji mwingine hawezi kutoa. Hiyo inaniwia changamoto mimi katika ile nyumba ya kupanga. Hatua ninazozichukua mimi kama mimi ni kufanya usafi tu mwenyewe, kuepuka migogoro katika ile sehemu ninayoishi. Changamoto zipo kwenye nyumba za kupanga, kwa sababu si watu wote ambao wanawajibika kama vile ambavyo chumba namba 2 anawajibika au mama Mwajuma anawajibika. Lakini sasa unakutana na mtu ambaye anatumia choo cha ndani lakini anaenda nje na anaenda kuacha kitu ambacho sicho. Lakini sambamba na hayo kuna wageni wake ambao wanafika, na hao wageni wanapofika wanakuja pia hawazingatii usafi. Ni mtu anaenda chooni, anajisaidia labda ni haja ndogo haja kubwa, baada ya hapo anatoka. Sasa baada ya kutoka ndipo ambapo kuna shida tena. Kunakuwa na shida gani? Kunakuwa na shida, anaenda zingatii usafi. Tunaishi kwa kuzitibu. Yaani lazima kama sisi mwandani tuwe na mjumbe, au sisi wenyewe tuwe wajumbe wa kutengeneza mazingira ambayo ni safi. Na ndio maana ukifuatilia familia ambazo zinatoka kwenye usafi zaidi ndio familia ambazo pia hata nje wakiambiwa kuna swala la kusafisha mtaa huwa sio wabishi. Wengine unakuta na zamu yake ya kuweka umeme lakini ana pesa ya umeme. Tunaishi nao hivyo kwa kusaidiana. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Nchi nyingine inayokuja sisi kwa sisi wapangaji, unakuta ni kwa mfano sisi ambao tunatoka asubuhi unaondoka, unarudi tena jioni. Mwingine una familia, vijana ambao hatujaoa, kuna ile matumizi mengine ambayo si ya lazima. Kwa mfano unakuta wale wenye watoto mara nyingi wanaambiwa sana, unakuta mtoto anaenda anaoga kwenye bomba pale ile ambapo ni la public, ambapo mnachota maji pale na anamwaga maji ovyo. Umeona? Lakini pia tukia kwenye changamoto zile za mwenye nyumba kuishi pale, unajikuta mwenye nyumba labda mnachangia bili ya umeme, mnachangia bili ya maji, watu wanakuwa wanaumia. Unakuta mwenye nyumba na vitu vingi sana kuliko sisi ambavyo tuko navyo. Kwa hiyo unaona mtu ni kama anakuwa anatunyonya. Nini kifanyike sasa? Ili angalau tubageni au tuweke mzani ambao ni sawa. Watu wengine wanatoa maoni kwamba kuna vile visabumita, kwa mfano ishi ya umeme, vile visabumita vidogo vile ambavyo kinakuonesha umetumia kiasi gani cha umeme.
Sawa kabisa. Naona hapo wadau kutoka Morogoro tayari wameanza kuzungumzia kuhusiana na kero ambazo wanakutana nazo kutoka kwa wenye nyumba pamoja na wapangaji wenzao. Haya, mada iliyoko mezani leo hii mtazamaji ni unaishi vipi na wapangaji wenzako, na nambari ya simu ni hii kama hiyo ambayo inapita hapo katika runinga 0763809770. Ututumie ujumbe mfupi au kuweza kutupigia simu kupitia WhatsApp video call ili tuweze kusikia mchango wako juu ya mada hii. Lakini wageni ambao tuko nao hapa tayari studioni ni Zainab Ali ambaye ni mpangaji. Karibu sana Zai. Asante sana. Lakini pia tuko na Hassan Chambuso, yeye ni katibu chama cha wenye nyumba. Karibu sana. Asante. Lakini baadaye tutajiunga na mama mwenye nyumba ambaye ni Bisea Tumba, atakuja naye kuungana nasi ili kuweza kuchangia kile ambacho wewe kama mwenye nyumba anapitia nini. Kujadili kwa pamoja. Kujadili kwa pamoja. Lakini bila kusahau tuko na mpangaji mwingine ambaye ni Richard Ngaila. Na mpangaji mwingine Bete Omara. Kwa hapa wapangaji ni wengi. Wapangaji tuko watatu. Yaani kwenye hii set wapangaji tupo watatu. Basi mwenye nyumba niko peke yangu. Bisea naye ataungana na mama mwenye nyumba. Kwa hiyo tutakuwa tumekamilika kabisa. Jamani, karibuni sana. Asante. Bila shaka mko salama. Haya. Kama ambavyo tumesikia kutoka kwa wadau kutoka Morogoro, labda sisi tuanzie kero ya wapi? Au ninyi kwanza, wewe kama mwenye nyumba kwanza hapa tuanzie hapo katika swala hili. Kwa uzoefu kwa ujumla kuhusiana na swala hili la kuishi na wapangaji na mwenye nyumba, wewe mwenyewe pia ukiwemo. Labda changamoto ziko nyingi. Mimi kwanza kwa jina naitwa Hassani Omari Chambuso. Ndio. Ni katibu wa wamiliki wa ardhi na nyumba wilaya ya Ilala. Sawa. Sasa kuna swala hili linalozungumzwa linamtambuka. Lina mambo mengi. Ndio. Lakini unaweza ukamuona labda mwenye nyumba anakosa fulani au kumbe sivyo ilivyo. Watu wanashindwa kugawanyisha kati ya huduma mbalimbali zinazotolewa kwenye nyumba. Kwa mfano maji sio ya mwenye nyumba. Maji ni ya Dawasco. Lakini pia umeme sio mwenye nyumba. Umeme ni wa TANESCO. Usipolipia umeme maana yake upati. Usipolipia maji maana yake upati. Lakini pia kuna changamoto ambazo huwezi kuzitambua kwa urahisi. Kwa mfano unaweza ukaenda Dawasco, bili zile zikaongezwa. Wewe unamlaumu mwenye nyumba, kule mwenye nyumba kapachikiwa bili nyingine ambazo nje ya utaratibu. Kwa hiyo unakuta hela mlompa ile inakuwa haitoshi. Sasa ndio ile inavumishwa mwenye nyumba kala. Kwamba wapangaji wanampa pesa mwenye nyumba. Wapangaji wanampa pesa, lakini akienda Dawasco unakuta unit zile zinavyosoma sio zile zenyewe yeye kaongezewa. Lakini mita ya kusoma si ipo pia pale. Mita ipo, lakini wakati mwingine huwa wanavukisha, wana bypass. Unakuta labda imeishia labda 210 lakini wanakuandikia 253. Kwa hiyo na inaingia kabisa kwamba unadaiwa kiasi hiki, tofauti na pale inaposoma. Kwa hiyo wapangaji wakienda kusoma pale, wakipiga calculate manake bili ile inakuwa kwa mfano ya maji shilingi 1679 na senti 63. Hiyo ni bili ya maji kwa uniti moja. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ukaiona uniti moja hii ukajumlisha ukazidisha. Kumbe uhalisia wa Dawasco tofauti. Unakuta kuna bili kubwa zaidi ya ile ambayo inasoma pale. Sasa wewe ukiwa kama katibu wa chama cha wenye nyumba, nafikiri kabla hatujaja kwa Zai, nani ameonekana changamoto kubwa sana kati ya wenye nyumba na wapangaji? Kwa sababu wewe ni kiongozi sasa, maana yake upo katikati. Kwa kweli kuna mgawanyiko. Kuna mgawanyiko wa pande mbili, siwezi nikapendelea tu upande wangu. Kote wapo wenye nyumba ambao washafika kwangu nikaona wao ndio wenye matatizo. Ambao wanakuwa wamefanya nini? Lakini pia wako wapangaji na wenyewe wana matatizo. Labda nitoe mfano mdogo. Yupo mpangaji ukimpangisha anaona kama ile nyumba umemuuzia. Kivipi? Yaani hataki wewe mwenye nyumba kama vile anaimiliki kwamba iko kwake, chini yake yeye. Kwa hiyo hata wewe mwenye nyumba ukitaka kukagua nyumba yako au unataka kuangalia usalama wa nyumba yako, yeye hataki, anasema bwana yeye kapanga ndio kwake. Sasa wewe unakagua nje?
Au unaingia ndani, unataka uingie ndani ukague? Sasa sheria inaruhusu, uwezi kumzuia mwenye nyumba kukagua. Wewe hujauziwa nyumba. Wewe ni mpangaji, utaendelea kuwa na upangaji. Na mwenye nyumba ataendelea kuwa mwenye nyumba. Hata kama wewe umepanga umo ndani humo, bado jina la mwenye nyumba liko pale pale na thamani yake ya mwenye nyumba iko pale pale. Haimaanishi, wengi wanapotosha hapo kwenye sheria kwamba eti ukishapanga mwenye nyumba asifike. Sio sawa. Kwa hiyo Beti bwana, nyumbani kwako ulipopanga, mwenye nyumba ana haki ya kuingia chumbani kuangalia hali ya nyumba yake. Zai, uzoefu unasemaje kwa upande wako? Kwa ujumla sasa. Kwa ujumla sasa. Mimi naona kwanza haiwezekani mwenye nyumba aingie chumbani kwangu. Kwa sababu mara nyingi sana wapo baadhi yani wenye nyumba ni wakorofi. Kwa sababu kuna watu kama alivyosema baba hapa, kuna swala la umeme ni la TANESCO aliwausi nini. Lakini kuna wenye nyumba nyingine watu wanataka walipiwe hadi umeme. Walipiwe hadi umeme. Tutakuta labda tupo watu 10. Tumeambiana labda kila nyumba labda 10,000 au 15,000. Mnakusanya mnampa mwenye nyumba. Cha kushangaza akija kuletwa risiti, yeye lake haionekani. Tena wengine hawatoaji. Yeye na kama usitake kuuliza, wewe lete la umeme sisi tukalipia. Hapo ndo panapokuwa na mzozo na wapangaji. Kwa sababu mimi napolipa hela yangu nataka nione haki yangu iliyotendeka. Kama 15 na mwenye nyumba nione 15 yako. Lakini kipande hicho ni nyumba na kugoa korofi, yani hawakubali. Yeye anataka kukusanya tu hela akalipie, wewe uone umeme unawaka. Kingine na hapo kwenye kupangishana, ndo maana sasa hivi nauliza swali kwamba ile nyumba mwenye nyumba yupo? Kama yupo mimi siwezi kuhamia. Kuna baadhi nao vile vile wengine unapokaa mwenye nyumba yupo, changamoto ni nyingi. Mwingine muda wa kodi bado atakwambia niazime kwanza tutakatiana. Kwa anapochukua vile kidogo kidogo, mwisho wa siku kumwambia mama umaliza hela yako, panakuwa na ugomvi. Umenidhulumu, umefanya hivi. Kwa hata kama huna napo changamoto analalamika. Mpangaji gani una hela hata ukiombwa shida? Yaani mtu ajui kwamba pamoja nimepanga kodi yangu haijesha mimi na mimi nakuwa sina. Lakini wanapotaka wanapokuomba kitu na wewe mpe. Tena ole wako unapika vizuri, alafu mwambie siku bahati mbaya mimi sina hela, wao hawaelewagi. Tena hasa Uswahili mtu akwambia ni unakula vizuri kila siku afu unasema la kodi una. Kwa hiyo inakuwa ni maneno mengi sana. Pamoja na wapangaji na nyingine kama kwa sababu ana mitihani, kuna wapangaji wakemea kwenye nyumba hawatoki. Yaani kama ndo kwake. Kodi halipi na mtu anakujibu majibu anaweza yeye mwenyewe. Wewe nenda kokote niende wapi mimi la kodi sina. Niamishe vitu vyangu kaviweke wapi? Yaani unao ni changamoto inatokeaga wapangaji mpaka inafikia hatua sasa. Mtu unakwenda kwa mjumbe pasi kama mtaa mpaka inafikia hatua mnapelekana mpaka mahakamani. Yaani mtu anajimilikisha. Haya, katibu, labda wewe unasemaje kuhusiana na sheria ambazo mnaziweka katika nyumba? Yaani hizi sheria zinatungwa vipi, kwa kuzingatia nini hasa? Hizi sheria ni sheria zile zile tu. Kwa mfano kuna sheria za mikataba. Sheria za mikataba kwenye kifungu cha 10 sura namba 345. Sheria hiyo ndio inasimamia mikataba. Sheria hiyo inaeleza wazi wazi kwenye hicho kifungu cha 10, mkataba wote lazima uwe na masharti au matano. Moja, kuna hiari. Yaani mpangaji anapoingia au mkataba wote ule, lazima watu wawili wote, anayeingia mkataba na anayopanga, lazima kuwe na hiari au makubaliano. Lakini pia kunatakiwa kuwe na mtu ambaye makubaliano au agreement. Hizo ndo sheria zenyewe. Makubaliano au wa kitaalamu wenyewe wa Kiingereza agreement. Alafu kuna malipo halali. Malipo ambayo unatakiwa wewe umlipe yule mwenye nyumba kiasi kile ambacho harisi kinachotakiwa. Ukilipa pungufu, maana yake tayari unaonyesha kuvunja nini? Mkataba. Alafu kuna hiari, free consent. Hii yani hiari ndio ile ndio kwa sio lazima. Alafu kuna uhalali. Hiyo ambayo sio lazima ni ipi? Na hiyo ambayo sio lazima. Umesema kuna hiyo sheria moja umeizungumza hapo nyuma. Ni ipi hiyo? Yaani ipo namna gani? Nilikuwa nimeongea hivi vitu vitano ambavyo ndio vinabeba mkataba mzima. Sawa. Kwa hiyo kwenye kubeba mkataba mzima kuna nimekosema sheria namba sura namba 345 kifungu cha 10. Sheria za wapangaji. Ni sheria za kijumla lakini ndio zinabeba mikataba. Yaani mikataba yoyote unayoisikia wewe inabebwa na sheria hiyo. Na ambaye naye inaingia huko kwa wapangaji.
kwamba kuwe na hiari. Sasa kuna shida inajitokezaga kwamba mpangaji anaweza akapanga kwa mara ya kwanza, labda amekubaliana mwaka mmoja, akakulipa hela yake yote ya mwaka mmoja, lakini akishaingia baada ya muda fulani anabadilisha juu kwa juu. Anakwambia bwana, na matatizo, basi chukua hii ya miezi mitatu. Tayari ule mkataba unakuwa ushabadilika kutoka kwenye ule mwaka mliokubaliana. Anakaa tena mpaka ile miezi mitatu inaisha, anakupa tena nusu. Tayari kashabadilisha juu angani, gia angani. Sasa hiyo ndio inasababishaga migogoro. Kama wewe na mimi tumekubaliana mwaka mmoja, baadaye unaingiza shida zako. Ukishaingiza shida unanipa mimi hela ya miezi mitatu. Lakini shida sizipo kwa binadamu? Ipo, lakini sasa unakuta yeye anafanya kila, ndio kawaida, ndio kashahama hivyo. Kila wakati wa kulipa kodi anapata shida. Kila ikifika muda wa pango anakupa miezi mitatu, chukua hii kwanza. Unaona kaishahama kule ambapo mmeandikiana na kukubaliana. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kuvunja nini? Mkataba. Kwenye sheria hii ambayo nimeitamka hapa. Kwamba yule mtu anakuwa kaishavunja mkataba. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ambapo akivunja mkataba hivyo sheria inasemaje? Ukivunja mkataba maana yake wewe sio mpangaji. Sasa watu walishazoea zamani. Lakini pesa umepokea mwenye nyumba? Hela umepokea, lakini kuvunja sharti hata moja kwenye makubaliano yale, tayari wewe sio sasa unajitoa yani kwenye ule uhalali wako wa kupanga, na hata ile kuheshimika kwako kama mpangaji kwenye ile nyumba unaondoka automatic moja kwa moja. Yani kwa sababu ya kuvunja sheria. Ndio maana mikataba, unajua watu wanafanya nyumba kama hisani, hawaoni kama nyumba ardhi ni mali na nyumba ni mali kama mali nyingine. Kwa hiyo mtu sheria bwana anaweza akawa na kitega uchumi chake ndio nyumba. Ana watoto anasomesha, anapeleka shule, chakula chake cha kila siku kinapatikana kupitia nyumba yake. Zai, Uswahilini tunasikia kwamba mtu akiwa anadaiwa kodi anasema yule mwenye nyumba naye hana lolote. Yaani yeye amekaa tu mtu mzima anategemea nyumba hii moja tu, wapangaji wamlipe. Nyeba mnasemaje kwa upande wenu? Ile ndio tunasema kwamba kuna bahati mbaya. Unajua unaweza ukapata tatizo, labda ukafiwa, unamwambia mwenye nyumba mimi nimepata mtihani kama huu, na yeye anategemea, anakuwa kuelewi. Yaani kama mimi sielewi hizo shida, sizielewi kabisa, kama kufiwa umefiwa wewe. Yaani mimi nataka hela yangu. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ambacho wanaonekana kwamba wao, mimi nafikia tu hata kama unategemea nyumba, lakini uwe na ule moyo wa hisani kwamba kuna matatizo kwa mpangaji. Baadhi yao wengine hawaelewi. Mimi nishashuhudia wapangaji zaidi ya 3 wamehama kwenye nyumba kwa sababu yule mwenye nyumba anakuambia mimi yani nyumba ndo naitegemea. Yaani wewe ufiwe na baba yako na mama yako mzazi, mimi ikifika hela yangu ya kodi naitaka. Sasa hiyo inakuwa sasa changamoto, kwa sababu kuna muda mtu anakutana mitihani ambapo hujui. Kuna mwingine anapata ajali mume wake. Kwa mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba, mimi mwezi kama unavuna na matatizo, anambia mimi wanangu atakula nini? Mimi sielewi, naomba hela yangu, utajua pa kuipata wapi. Kwa hiyo hizo zinakuwa changamoto sana. Ndio maana mtasema bwana, yani kitu kidogo ategemea nyumba. Ina maana, kwa hiyo mimi nachoshauri, sawa, mtu anajenga kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake. Sababu mwingine hana biashara kama anavyosema baba hapa, mwingine mtu mzima, nyumba kaachiwa labda na marehemu mumewe. Lakini sasa changamoto zinapotokea, ugomvi wa mpangaji na nini, hapo wanapoambia kwamba mimi nina tatizo. Sasa wananchi kutoka mikoa mbalimbali wametoa maoni yao, na tuangalie kwa upande wa Singida wanazungumza nini kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumza hapa, tuishije na wapangaji wenzetu. Karibu sana mama. Atusikie. Usafi, anashindwa kufanya usafi, anaendelea mambo yake. Hata ukimwambia anaona mnaanzisha ugomvi wa mtu mwingine. Sawa. Kuna changamoto labda katika umeme au kulipa bili za maji. Unakuta mtu alipi bili ya maji, na ukimwambia hata mwenye nyumba akimwambia anasema mimi nikatie tu maji, sitaweza kufanya nini kulipa. Au umeme, ni muda wa kulipa umeme, yeye halipi umeme, anasema ikiwezekana mimi kwangu mnikatie umeme, au ni usiku yeye anatembea na kibatari au na mshumaa, na kati watu wapo giza wanategemea walipe umeme. Binafsi cha nini kifanyike, ninaona kwamba ni jinsi sisi wenyewe kama wanadamu, ujue jinsi ya kuishi na mwanadamu mwenzie. Jua mapungufu ya mwanadamu mwenzako ni yapi. Hata kama umetokea ugomvi mdogo wa watoto, basi mnaweza kukaa mkaongea na hata yakaweza kuisha. Matatizo ni mengi. Tunaishi na wapangaji. Kuna wapangaji wanaojielewa, kuna wapangaji wengine hawajielewi. Hata ukipanga zamu ya usafi hawawezi kufanya.
Ukimwambia vipi hawezi kufanya. Kwa hiyo tuna changamoto nyingi sana katika nyumba za kwenye nyumba zetu kwa ajili ya wapangaji. Labda kabla ya kupangisha unamkalisha mpangaji, unamuelekeza. Akikuelewa mpangishi. Wengine ni wazuri, hawana shida kwenye jambo la usafi, wanajituma wenyewe bila wewe kuambia. Na wapo wengine ni kweli hawagusi chochote, yani akishafagia ndani kwake uchafu anaacha hapo mlangoni, au akishazo hapo mlangoni anapita hivi. Kwa hiyo hizo changamoto zipo. Na pia kwenye kodi unakuta mtu mwingine amekaa miezi hata 3 anakulalamikia mama sina. Siku ya siku unakuta chumba kimeachwa tu wazi na mtu hayupo na hujui kahamia wapi. Kwa hiyo hizo ni changamoto nyingi zinatupata. Yani tunachoomba ni kwamba watu tusaidiane na wao pia, kwa sababu na sisi tunawasaidia na tumejenga ili tusaidiane katika maisha. Ndio hivyo, tulipane kwa muda mwafaka. Ni heri mtu aje akupe hata kidogo. Kwenye issue ya kodi mpaka ndio hivyo, muandikishane mikataba. Mikataba nayo unaona tu haifanyi kazi. Hawaifanyi kazi yoyote. Wanahama na kodi, wanadaiwa mpaka mpelekane kwa mwenyekiti, mtendaji, na bado mnazungushana hivyo. Yani hapo ni maelewano tu, nimekuelewana vizuri na kujitambua kwa mpangaji. Hayo ni maoni ya wananchi kutoka mkoani Singida kuhusiana na mada ambayo tunajadili, tuishije na wapangaji wenzetu. Na sasa tunaungana pia na mama mwenye nyumba Bi Sea Tumba. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Ndio, tumeanza kuzungumza mjadala, tupo na mpangaji lakini tupo pia na katibu wa chama cha wenye nyumba. Sasa tuanze kupata pia maoni ama mtazamo kutoka kwako kama mwenye nyumba. Yapi yamekuwa kuvutia na yapi yamekuwa kero kwa wapangaji? Asante sana, nashukuru. Naitwa Sea Tumba Kazadi. Karibu sana. Mimi ni mama mwenye nyumba. Ndio. Hizi kero za mama mwenye nyumba na mpangaji zipo sehemu zote mbili. Wenye nyumba sisi wakorofi na wapangaji alikadhalika nao pia wakorofi. Ni mambo yanawiana. Ukipata mpangaji ambaye akawa sio mkorofi, hiyo ni bahati yako. Kuna mwingine anajitambua mpangaji na kuna mwingine mpangaji hajitambui. Mimi naandika kabisa mkataba kwa mpangaji wangu. Umeingia siku fulani, kodi yako ni kwenye frame yangu, aidha ni chumba changu ni kiasi kadhaa, utakaa ndani ya miezi 3 unilete kodi yangu. Utakuta mtu anakaa mwaka mzima. Sasa anapokaa mwaka mzima mnaanza sasa kupelekeshana. Mimi nimeshakuwa mtu mzima. Nyumba zangu nimejenga. Mama tutarejea kwako kwanza. Richard, tuelekee. Sasa tupate maoni mengine ya wananchi kutoka mkoani Mtwara. Baada ya hayo maoni, sasa tunakuja kuendelea kuzungumza kwa kina juu ya hii mada ambayo tunayo hapa kwenye Hello Weekend. Naitwa Hamisi Sululu, ni mkazi wa Mtwara. Kwenye masuala ya kupanga nyumba, kweli nyumba nyingi zinaadha sana, hasa wenye nyumba. Wenye nyumba kufanya nyumba ndizo kama mimi, wengine wanashindwa kuvumilia. Yaani kwenye uvumilivu hasa, yani wakuweza kuelewana. Wewe kuna kipindi mtu unakuwa huna hela, yani hela yako imeishia mwezi huu na unataka ulipe tena nyingine, lakini unasubiri upate hela ili uweze kulipa. Lakini unakuta mwenye nyumba hataki kukubali kile ambacho wewe unachomwambia, na unakuta mwenye nyumba mwingine anaongea maneno ambayo hayana faida kwako. Kwa mfano kuna mwaka mmoja nimekaa nyumba moja hivi, mtaa mmoja mtaa wa Lelwe. Yule mwenye nyumba mimi nilipata tatizo kubwa sana, mke wangu alienda kujifungua. Lakini mwisho wa siku yule mwenye nyumba alikuja akanitukana sana. Baada ya kumuomba, baba mimi naomba mke wangu kutokana na hali hii ndio kwa nayo, naomba mke wangu aende kajifungue. Lakini yule mwenye nyumba alicho kitu kuja kutokea siku baada ya siku 3 siku 4 alikuja na alinitusi sana. Tena matusi mageni, matusi mpaka watoto wake wakaona hii inakuaje. Lakini kwa kweli wenye nyumba kipindi kingine wajirekebishe. Sasa tunapokaa kwenye nyumba hakuna mtu ambaye atakaa kwenye nyumba bila kulipa. Na ukiona mtu anakaa kwenye nyumba bila kulipa, huyo ni mkorofi. Baba, hata kama nikikaa mimi ndani ya miezi 3 miezi 4, ninajua lile deni ni deni la kwangu mimi mwenyewe na nitalilipa. Ndio maana kipindi kingine tunakuja tunawaomba, jamani tuna hii tuna hiki ili tuweze kukubaliana. Kwa sababu gani? Kila mtu ana matatizo yake. Kwanza naitwa Jennifer Mapunda. Ninaishi mtaa wa Indian Quarters Kokobichi. Lakini nyumba yangu ipo wilaya ya Nanyumbu, Mangaka. Ile nyumba ina wapangaji kama 8. Changamoto ninazozipata kwa wapangaji wangu, kwanza ulipaji wa pango unakuwa ni shida, unagombana nao, na pia kwenye mazingira ya usafi. Usafi inakuwa ni changamoto sana. Kiasi kwamba mama mwenye nyumba
unaona hadi kero unaamua kumtafuta mtu wa kukufanyia usafi afu wewe ndio unamlipa. Kwa hiyo kwenye nyumba yani unapata changamoto kama hizo kwa kweli. Usafi unakuwa changamoto kubwa kwao kwa sababu mimi ninahisi inakuwa kutokana na watu wapo wengi wapangaji wanaleteana ubishi. Nani afanye? Kwa hiyo wewe mama mwenye nyumba kwa sababu mambo ya uchafu upendi, unaamua tu kumtafuta mtu ili akufanyie usafi afu unamlipa. Mimi naitwa Frank Beda, ni mkazi wa Ligula B. Kero za wapangaji sometime kwenye ulipaji wa kodi. Tunapata kero sometime unaweza kwa mpangaji unaishi naye kama ndugu yako umwacha awe huru, lakini mpangaji sometime anakuwa anachelewesha ulipaji wa pango. Ukimwambia masuala ya usafi mazingira hafanyi, anagomea. Na kitu kingine unaweza kumwambia basi tumebadilisha ratiba, tufanye jambo hili tulimalize hili. Yule mpangaji anajifanya bado yuko busy na mambo mengi yani yako mengi tu. Mimi maamuzi ambayo nayachukuaga huaga na waita wapangaji wangu na kukaa nao chini na kuzungumza, kuelekeza kwamba bana, hapa nyumbani tuna utaratibu huu na huu ili mambo hapa yakae vizuri. Lakini kutokana na wapangaji wengine unakuwa sio asikivu, ukiwaelekeza kitu wao wanaweza kaitikilia tu pale, mwingine akakujibu vibaya pale. Kwa hiyo hayo ndo ambayo yanatukwaza wenye nyumba na wapangaji. Kama ikishafikia mwisho huaga na hapa notice na wale watu ambao wasumbua wahame. Changamoto ziko nyingi sana kwenye nyumba. Unaweza ukakuta mwezi huu umepata hela umempa baba mwenye nyumba laki na 80 ya miezi 6. Ukija safari ijayo mwenye nyumba tena anakuambia, yani unaweza kwenda kumwambia mwenye nyumba, safari sina hela, nitakupa mwezi unaofuata. Mwenye nyumba anaweza kukasirikia. Unaona tu vitimbwi. Unaweza kumsalimia sikuitikie, ukamsalimia akakuitikia lakini mdomo ukawa nini? Mzito. Sawa. Mwenye nyumba unasalimiwa mdomo umeuweka pembeni jamani. Haya, tulikuwa tukizungumza hapa na mama mwenye nyumba Bisea. Karibu sana Bisea. Tulikukatisha pale ili tuweze kusikia maoni kutoka huko Mtwara, na sasa tunaweza tukaendelea kwa pale ambapo uliishia. Sawa. Sisi tulifikia pale kusema kwamba wote watu wawili tuna changamoto. Wapangaji wana changamoto, alikadhalika mwenye nyumba naye pia ana changamoto. Ndio. Umejenga nyumba yangu, nategemea mimi nishakuwa mtu mzima, na pale ndipo sehemu yangu ya kuchukulia pesa ili niweze kujikimu mahitaji yangu. Utapanga zamu, kuna mwingine anafanya, kuna mwingine hafanyi. Tatizo la wapangaji. Na mpangaji akimwona mwenzake amefanya zamu, mwingine hafanyi, anakuambia na mimi sifanyi. Mwingine anasema yule jana hakufanya na mimi leo sifanyi. Mwingine anakwenda kukoga, ana ndoo ile ya lita 10. Hayo maji anakoga na ndoo hayo anapigia deki chooni saa 4. Iwapo deki nataka ipigwe asubuhi, yeye anapiga deki asubuhi saa 4 asubuhi. Kwa maana deki inabidi ipigwe saa ngapi? Deki inapigwa saa 1 saa 12:30 asubuhi. Ili mradi hata wale wanaingia kuoga kwenda ukute choo kisafi, kwa sababu kile choo kimeshatumika usiku kucha au ule mchana kutwa mpaka usiku kucha, kwa sababu deki inapigwa asubuhi mpaka asubuhi. Angalia ule mchana kutwa mpaka tunachukua ule usiku kucha. Kwa hiyo deki inatakiwa ipigwe mapema, tukiamka tunaamka na vyoo visafi. Tuepukane na UTI. Mtu ana zamu yake ya kupiga deki, atapiga deki muda anaotaka yeye. Alale mpaka saa 4 saa 5, akiamka ndoo moja ya lita 10. Hiyo atapigia deki na hiyo ataoga. Mwingine ataambia yule mbona alipigia deki ndoo moja ya lita 10. Hiyo alikoga na hiyo alipigia deki. Na mimi sipigi. Choo kijatakata. Basi wataanza kuleta mlolongo wale wapangaji kama 6 ni 7 na zamu inakufa. Kufagia unakwenda kama umewachele ni nyumba ya wapangaji. Leo nikaone wapangaji wangu au nikaone mazingira ya nyumbani kwangu. Ukiangalia chooni, ukiangalia nje ya uwanja, unatamani upige kelele. Nyumba haitizamiki, nyumba ni chafu. Hata ukiacha umepanga zamu fulani, wanasema zamu ya mama Fatuma jana hakupiga hakufagia, na mimi siwezi kufagia. Sasa wewe mama mwenye nyumba kwa uchungu, ukiona nyumba yako imeharibika na chafu sana, utaanza kutoa tandabui,
utaanza kufagia nje, utaanza jamani mbona wanafanya hivi, utawaita na utawaambia, lakini hawaelewi. Hasa hawa wasichana wadogo na hawa wavulana ndo kabisa. Hata ukiwaambia changieni, japokuwa hata ufagio tu wa kufagia nyenyeso, wavulana hamtaki kufagia. Ndiyo. Wanunulieni ufagio hawa wasichana wafagie, wanunulieni ufagio hawa watu wapige deki na sabuni. Dawa, na sabuni, dawa ya choni. Wavulana hawataki. Yeye anataka akoge akiondoka, kwa sababu yeye hashindi nyumbani. Hataki kufanya usafi wa aina yote. Sasa ustani, je, yule mwenye watoto wadogo ambaye anashinda pale nyumbani na choni kimoja cha watoto na watu wazima? Magonjwa ya UTI hayawezi kuisha. Na ukipanga zamu wapangaji hawataki. Mwenye nyumba ukiwa mkali unaonekana mwenye nyumba mbaya. Sio mbaya, na wapangaji nao wana matatizo. Na sisi wenye nyumba pia tuna matatizo. Hasa kwanza kwenye ankala. Huko hapo kwa wenye nyumba sasa. Hapo tunakwenda kwa nyumba. Hapo natoka kwa wapangaji shida zao. Hilo tatizo limekaaje? Hapo kwa sisi wenye nyumba tuna tatizo moja. Kuna yule mwenye nyumba anategemea nyumba kama nyumba. Hajishughulishi na kitu chochote. Lakini sio kosa. Sio kosa. Kwa sababu nyumba ni yake. Nyumba si ya kwake. Yule anakuwa hana kitega chumi kingine. Kitega chumi chake ni nyumba yake. Huyo lazima mtapelekeshana. Na kuna mwingine una nyumba zako, lakini unakamamalisha pale pembeni. Aiza ni vitumbua vyako, viubwa vyako unapika, uhakika kula wewe na wajukuu zako upo. Kwa hiyo mpangaji wako akija kukwambia, Bisea, mimi naomba unisaidie mwezi huu nimekwama kidogo. Mwezi ujao nitakupa hela yako yote, utamuelewa kwa sababu hela ya kula pale wewe unayo. Lakini yule anayetegemea hakuelewi. Hakuelewi, ndio hapo patakapoanza changamoto. Umefiwa na babako, kwani amekufa babangu mimi? Anaumwa ni mamako, kwani mamangu mimi? Mimi kodi yangu iko pale. Unaona? Sasa hapo ndipo inapokuwa mvutano baina ya mwenye nyumba na mpangaji. Inakuwa ni mvutano mkubwa. Inatokea kwa hilo. La pili lingine tena, na wapangaji wanakuwa tena pia wakorofi. Wewe umeshajua una matatizo. Na kukwama kwa sisi watu wa hali ya chini, sisi binadamu ni kitu cha kawaida. Leo unacho, kesho hauna, ni kitu cha kawaida. Hata mshahara unaweza kupokea tarehe 30 na siku nyingine ukapokea tarehe 40. Nikisema tarehe 40 na maana naeleweka. Baada ya kupokea tarehe 30 unapokea tarehe 37. Yaani umeshafikia kwenye mwezi ujao umetokea tarehe 40. Ndio. Unamwambia mwenye nyumba, "Niambie mapema. Mama, mimi mwezi huu naona mambo yangu si mazuri. Lakini mambo yangu yatakapokuwa mazuri, haina matatizo, mimi nitakuona." Unaposema yatakapokuwa mazuri ni muda gani? Maana hapo pia nako utakaponiambia mimi kwamba mambo yangu, nitakapokuambia kwamba mambo yangu akiwa mazuri nitakurejea. Lini? Ni lini kwa maana mwisho wa mwezi ujao, mwezi wa 3 naomba kama uniache kama nilivyo. Mambo yangu hajakaa vizuri. Lakini mwezi wa 4 nitakutafidia mpaka na mwezi wa 3 nitakupa hela yako yote. Wenye nyumba wanaelewa hilo? Baadhi, wachache. Ndio wale nilokuwa turudi pale nyuma kidogo. Kuna wale wanaopika biashara fulani, anajua mimi sina shida yoyote, kiasi cha chumvi na dagaa mimi napata. Unaweza ukamuelewa kama ni mtu una moyo wa ubinadamu. Utamuelewa mpangaji wako. Kuna yule mwingine anategemea nyumba paka nyumba, yeye ni kila siku anaangalia kalenda tu. Tarehe 30 ikifika mimi napata hela yangu. Alafu tarehe 30 mwambie ya mwezi wa 3 Machi, mwambie nitakupa Aprili, mama nisubiri. Huyo hakuelewi. Sasa Beti, kuna baadhi ya sheria ambazo zimewekwa kwenye nyumba, inaelezwa kuwa ni sehemu mojawapo ya chanzo cha migogoro. Mfano pesa ya labda maji, umeme, wapangaji wanayokusanya kwa mwenye nyumba. Wakati wao ndio watumiaji na wao ndio pengine wanapaswa kulipa ili wahakikishe ama waridhike na hilo. Hizi sheria kwa nini huwa baadhi ya wenye nyumba wanafanya hivyo? Hizo nataka kuijibu. Inakwenda kuna zile nyumba wanakaa wapangaji watupu. Mwenye nyumba haupo pale. Kwa hiyo unatafuta pale katibu na mwenyekiti. Kama mwenye nyumba unajitambua. Yaani kwamba wapangaji wanatakiwa kuwe na mwenyekiti na katibu katika ile nyumba. Na nyumba yangu ina vyumba 12 na nyumba yangu ina vyumba 8. Lazima atokee mmoja kwenye nyumba ile awe kiongozi wa nyumba ile nzima. Na wale wenzake watamchukia. Lakini unamwambia mama hata usijari au baba usijari. Nilivyokuagiza mimi ndio hivyo. Wewe ndio utakusanya hela ya umeme na wewe ndio utaikusanya hela ya maji. Wewe ndio utakainunua. Lakini wale wapangaji wanamzunguka huyo Zuhura, wanakuja kwako. Ile hela tumenunua umeme, tumempa shilingi 70,000. Ile hela ilikuwa inatutosha kabisa moja kwa moja mwezi mzima. Lakini huyu Zuhura ni mwizi.
hakununua hela yote shilingi 70,000. Lakini tegemea kuna majiko fulani mazuri ya umeme. Ukikaa nayo ndani mtu ajua hata kama unapika. Kuna watu wanayo na ndani yako wanapikia. Kwa hiyo sisi tunanunua umeme wa shilingi 70,000, kuna watu wanapikia majiko yale ya umeme. Hizo ni TV ni 24 hours zinaendelea, masaa 24 TV zinaendelea, pasi ndo usiseme, kila kitu. Kwa hiyo watu kwa kuwa ametoa shilingi feni mchana kutwa usiku kucha, hata kama yuko nje feni inazunguka tu ndani pa. Hata kama redio hayupo ndani, mziki wa chumba hichi na chumba hichi. Sasa pita pale sebleni, kuta mziki wa chumba hichi, mziki wa chumba hichi na wa chumba hichi. Hapo pita pale kwenye kikorido usikie mambo yanavyotoka huku na huku. Ni changamoto pia. Kwa kuwa mtu amenunua umeme, anataka autumie kama jinsi anavyotaka yeye. Kwa hiyo umeme hauwezi kwenda na wakati, lazima utaishia njiani. Hauwezi kufika nani na ukishia njiani na watu wametoa umeme kwa ajili ya mwezi mzima, ndipo Zuhura ataambiwa mwizi. Kumbe matumizi yao wenyewe mabovu. Sawa, tusome maoni kutoka kwa wadau, ambapo Mohamed Kumeja kutoka Ugogoni na Chingwe anasema ole wako ule wali nyama alafu ucheleweshe kodi. Kazi unayo. Haya. Akad kutoka Kigoma anasema yani kwenye nyumba za kupanga kuna tabu nyingi. Mimi nakopanga mwenye shida ni mama mwenye nyumba, ila wapangaji wenzangu hawana shida. Mfano mtu unalipia maji kwa mwezi, lakini unajikuta unaenda kununua tena maji nje yakiisha, kwa sababu kwenye bomba la hapa nyumbani halitoi maji kila siku. Kisha shida iko pale pale, maji wanaweka kisimani, ila ukiyatumia wanalalamika sana mpaka unajiuliza huyu mama huwa haonagi aibu. Mtu unalipia maji alafu unaenda kununua nje, na yakitoka wanataka uchote kisimani. Haya. Nyumba za kupanga ni shida tupu, kwa sababu ni kero moja, usafi wa choo, kulipa umeme, kufagia uwanja nje, wengine hawafanyi, ni shida. Huyu ni Muso kutoka Singida. Hello weekend. Kwa kweli ukiishi katika nyumba za kupanga kunahitaji umakini sana kwa mwenye nyumba na wapangaji wenzio, haswa kwa kwenye swala la usafi, maji. Huyu ni mpiga picha kutoka Ndanda. Hamis Songo kutoka Korogwe anasema wapangaji wengi sio wastaarabu, wanasahau kuwa wapo kwenye nyumba za watu, hawaheshimu taratibu zinazowekwa, hali inayopelekea migogoro kila siku na wapangaji wenzao. Ukitaka kuepuka hii kero, jenga nyumba yako. Hello weekend, Betty na Richie. Hello. Huyu ni anasema Mungu awazidishie mpangaji, inabidi uishi naye vizuri, kwani anaweza kuwa msaada kwako. Mbali na kupanga, ni mlinzi, ni ndugu yako na wa karibu, na hakuna ajuaye kesho na wewe unaweza kukawa mpangaji wake au watoto wako wakawa ni mpangaji wake, wapangaji wake. Haya. Donald Rupenza kutoka Dodoma anasema kwa kweli baadhi ya wenye nyumba wanatupangishia nyumba, baada ya hapo anaweka ndo kitega uchumi, kila kitu anataka ufanye wewe, na ukimwambia huna hata kama kodi bado anakwambia utahama, hapa sio kwako. Mpo wenye nyumba jamani? Tupo. Utahama, hapa sio kwako. Haya, ni kweli wapangaji wana shida sana. Unaweza ukampa mkataba na sheria zake, lakini hawazingatii kabisa. Yani wapangaji wana shida. Huyu ni Adam kutoka Wagoba. Haya, tunamalizia maoni mawili ya mwisho. Mimi naitwa Peter, niko Karagwe Kayanga anasema mada ya leo ni nzuri sana. Mbona mwenyekiti wa nyumba anaongea kama hujawahi kupanga? Hivi kweli mwenye nyumba ukague nyumba mpaka ndani? Hapa kweli mwisho ni nje, ndani kuna mambo mengi. Na mimi naongea kwa msisitizo kabisa jamani, ndani kuna mambo. Sasa mwenyekiti wa wapangaji ajaye. Okay, nadhani amemaanisha katibu, of course. So, yes, lakini kuishi na watu kazi, yani mtu ni zamu yake ya umeme alafu unarudi na unarudi na mshumaa nyumbani. Kama msinitegemee. Sawa, labda tuanzie hapo Zai Uswahilini kuna semaje kuhusiana na hili swala la umeme? Mtu unategemea, mmekaa siku nzima, mtu anakuja na umeme wa 1,000. Uweke sawa. Tutarejea katibu, sijali. Okay. Labda kwa upande huu ambapo tunazungumzia mshumaa. Siku nzima mmekaa mnasubiri mtu alipe. Tumeshuhudia ya mambo. Tuna ni mengi. Siku nzima mnasubiri umeme ulipwe, anasema mimi nitatoa baadaye. Na akija baadaye anatoa umeme huu wa buku. Yaani huwa tena mwingine harudi. Mtu akishajiona mnalala kiza kabisa, wewe mwenzangu na mimi ambaye una watoto ndio unaika umeme. Uswahilini kufuata kama unaweza kaa nyumba moja labda vyumba 15. Na kila mtu akachangia shilingi 1,000. Lakini ile 1,000 ile mtu akishajua leo ni zamu ya kuchangia, anakuwa anarudi saa 6 au saa 7 usiku. Wenye kazi yenu kila siku mnamchangia yeye tu.
Unapomwambia bwana mbona mimi nitalipa, mwisho siku paka anafikisha 5,000 ya umeme hanini. Hapo ndo panapokuwa na changamoto kati ya wapangaji na wapangaji, kwa sababu kila siku mimi nikulipie wewe, wewe ulipi. Na mwingine anakomoa, kwa mfano unaweza kwenye nyumba mimi nina friji labda na jiko la umeme, mwingine kaamia hana hivyo vitu, ana feni tu, lakini sheria ya nyumba hujakatazwa kununua, watakuwa umeme ulipe ule 15,000. Sasa hapo ndo mtu anapokukomoa. Sasa tunapochukua nguo za shangazi zake kutoka vijijini, anaenda kuwadai watu majirani, jamani nataka kupiga pasi, njoo ndani nipige pasi, ili kama kukomoana. Kwa sababu nyumba kwamba mimi sije kukataza kuna friji. Kwa hiyo kama huna chochote lazima ulipie vile vile, panapo anapokimbia. Tuna muda ule zamu yangu batale 8 anakoe, ni changamoto kubwa sana. Yaani watu wengi tunagombana kusema, kwa sababu mimi siwezi kulanakiza kwa kusubiria hadi saa 8 nitapotoa langu nitaponunua. Ndio ugomvi mara nyingi sana unatokea hapo, wapangaji wagumu sana kwenye swala la umeme, wengi wao. Kasibu, unasemaje kuhusiana na swala ambalo umeulizwa, ni kama vile hujawahi kupanga afu unataka unataka uje uingie ndani kwangu uanze kukagua? Maana tumeshuhudia watu wengine wenye nyumba wengine ambao anasema anataka kuja kukagua nyumba, kumbe anataka tu kuja kuona kapangaje vile vitu vyake, sofa limekaaje, anamiliki nini, yani ana nini, yani unaelewa? Labda nimweke sawa tu huyo ndugu aliotoa maoni kwamba ukaguzi wa nyumba ni haki, lakini pia ni sheria. Isipokuwa sio kila siku kwamba wewe unaamkia kwake, inatakiwa lazima muweke utaratibu kwamba bwana kila baada ya miezi 3 mwenye nyumba ana haki ya kukagua nyumba yake. Yaani unakagua nini? Kukagua kwa mfano watu wanaweka, kuna mtu ananunua labda maposters, anagonga misumari. Maana kuna nyumba nyingine mwenyewe wendi siku akikukabidhi nyumba utalia machozi. Wewe umeweka nyumba tiles, umeweka, ukiingia mle unakuta kashapasua na nyundo. Kwamba anaweka labda picha zake nini, basi sehemu ambazo za kupachikia hamna. Sasa anachukua msumari anagonga. Sasa unaweza kukuta nyumba nzima misumari mitupu. Siku anahama kabla hajaingia, so unakuwa umempa mwongozo asifanye hivyo. Sasa anafanya, si wewe uingii kama hivyo, anakataa. Wenyewe hawataki, hawapendi wewe mwenye nyumba ukakague nyumba. Ndio maana nasema kupanga sio kuuziwa nyumba. Wewe hujauziwa nyumba. Wewe umepanga, utaendelea kuwa mpangaji na mwenye nyumba ataendelea kuwa mwenye nyumba. Kwa hiyo haki ya mwenye nyumba kwenda kukagua nyumba yake ipo kisheria, wala sio ya kubahatisha. Ila sio kila siku. Baada ya muda gani labda Katibu? Unaweza ukaweka miezi 3, unaweza ukaweka miezi 6, kila baada ya miezi 3, ama inategemea nyinyi mnapangishanaje. Kama mmempangisha mtu miezi 3, basi mwezi 1.5 unakagua kabla hajahama, uione je nyumba yangu iko katika hali nzuri. Maana kuna watu mtu anayekaa labda mtu ameenda amelewa, akija anabamiza vitasa vyote vinadondoka chini. Yeye analala tu hivyo hivyo. Siku akiondoka anafunga vilango vyake usiku, anamaga usiku. Watu wakishakuharibia nyumba sana, anaondoka usiku. Wewe ukija asubuhi unakuta nyumba iko wazi, balbu zote katoa, kaondoka nazo. Vitu gani? Hivi balbu inakuwa ni jukumu la mwenye nyumba au ni mpangaji ndo anakuwa anakuja? Sasa kuna nyumba nyingine karibu 90% nyumba mwenye nyumba anakuwa na balbu zake. Yaani huwezi kuingia chumbani bila taa. Mpangaji akiingia anazikuta zile. Kwa hiyo akiingia akitumia, yeye akinunua zake, anataka zile zake achukue. Ingawa alitumia zile alafu zikamuungulia yeye. Zimeungua zikiwa yeye kazikuta zinawaka. Lakini yeye akishanunua zake akiweka pale, tayari zile zake anasema zake. Zile alizotumia mwanzo ambazo kazikuta kishazisahau. Sawa. Alafu Katibu, kuna changamoto nyingine zinaelezwa kwamba wapangaji wanapokuwa labda kuna kero fulani ama kuna changamoto fulani kwenye nyumba, hamwendi kwa wakati kutatua. Bomba limepasuka, mabomba yale ya majitaka yamepasuka, hamwendi kwa wakati. Sasa kuna vitu vya aina nyingi au matukio ya aina nyingi. Kuna sababu nyingine ni wapangaji wenyewe. Unaweza kukuta wenyewe ndio wameharibu. Wewe umejuaje? Anakuita uende wewe ukatatue. Ambapo unakuwa umejuaje sasa? Kwa mfano nyumba ambayo na mwenyewe unakaa. Kwa hiyo unaona unaweza kuchukua mtu kitu akarusha kikagonga mahali, au akabeba kitu kizito kikagonga. Wewe uko ndani pengine unaona, au uko dirishani unaona kama yule pale ameharibu kitu fulani. Lakini ukawa upendi maneno, unanyamaza labda kimya. Baada ya muda dakika eti anakufuata, anakupa hii kwamba hiyo ni changamoto, wewe uishughulikie. Ndio ile mtu anaamua tu wake. Vitu vingine hivi mkikaa pamoja, hata vikombe huwa vinagongana. Sasa mwenye nyumba ukiwa mstaarabu sana,
katika nyumba yako, hadi utaki maneno, vitu vingine unajaribu kuvikatisha katisha hivi. Lakini ukisema kila jambo unalifuatilia, kila siku moto unawaka. Kwa sababu kwanza hii neno la hisani kwenye nyumba eti kukaa bure. Wengi wanapenda sana kulisikia hilo neno la kukaa bure kwenye nyumba ya mtu. Huko nyuma walituonea sana wenye nyumba. Unakuta mtu hana hela au kuna tatizo, wanakwambia miezi 3 akae bure. So mitaani ilikuwa mpaka mahakamani. Sasa nyumba nimejenga mimi kwa gharama zangu. Nilikuwa nakunywa uji na chumvi ili nijenge nyumba. Ndio. Kweli unamwambia eti mtu akae miezi 3 bure? Uone kama huyo ni uonevu. Lakini sheria hiyo haipo tena. Imebadilishwa. Sasa hivi notice ni mwezi huu mmoja. Kulipa hela au ukitaka kuhama ni kuhamishe na kupa mwezi mmoja, unatakiwa uhame kwenye hiyo nyumba. Yaani kwenye notice na kaa tu bure mwezi mmoja. Hapana, unaulipia na kuhama unahama. Na kuna hizi sheria Beti kwa tunaenda kumalizia mama mwenye nyumba kwamba ambaye hajaoa humpangishi, ambaye hajaolewa humpangishi, na marufuku kwa vijana. Sasa hiyo kauli inatumika kuvusha, yani hawaruhusiwi. Hii kwa nini inaonekana sababu ya msingi sana kwenye kupangisha? Na ni uhuru wa mtu. Na watapanga wapi sasa jamani? Na watapanga wapi? Kama hawajaoa na hawajaolewa. Mama mwenye nyumba tukipata uzoefu kidogo na tutakuja pia kwako kidogo kabla kumalizia kwa Zai. Na hapo pia tutakapokuwa tunapata na suluhisho tunapoelekea mwishoni katika yale ambayo utayazungumza, pia tupate na suluhisho ili tunapofunga tunajua tumepata nini. Mimi napoenda hapo kwa wenye nyumba wanapochagua msela wa kiume au msela wa kike, ambaye mwanaume haruhusiwi kuvusha na mwanamke haruhusiwi kuvusha kabisa. Ile inatokea ni kuweka hekima na heshima ndani ya nyumba. Nyumba yako lazima iwe na heshima. Kuna vijana ukimpa uhuru wa kupendukia, asubuhi Adija, saa 8 Fatuma, saa 12 bado yule wa kulala. Ni wasichana wanapita hapo ndani, sio kawaida. Unaulizana huyu naye kanapita. Wewe kazi yako mama nyumba unageuza, jamani hivi ndo hapo umekwenda labda kutembea au nakaa nao. Wanabadilishwa wasichana kupita kitu chochote. Sasa ni lazima mwenye nyumba uwe mkali kwa tahadhari. Mvulana mmoja ana wasichana 10-15. Kuna Fatuma, na hiyo ipo. Kuna Mary. Ipo. Ipo huko kwetu Uswahilini. Sisi tunakaa Uswahilini jamani. Hivyo vitu vipi? Ndio. Live kabisa tunaviona. Sasa lazima mwenye nyumba uwe mkali, uweke tahadhari ya wale wasichana wakikutana wanaweza wakagombana, wakapigana visu, wakauana. Ikawa na mwenye nyumba alikuwepo, nani alikuwepo, nenda kwa serikali ya mtaa, pitia kwa mjumbe wa nyumba 10. Ndio maana wanakuambia hakuna kuvusha. Sasa angalia wasichana sasa hawa. Hawana break. Amekwenda huko karudi anakuja na mtu. Anakaa dakika 15-20 atatoka yule mtu naye atatoka. Utasema labda anamshindikiza mgeni wake. Huko anakokwenda anarudi na mwingine tena. Anakuja mle ndani. Ipo hiyo. Anarudi anaingia naye mle ndani. Wapo wasichana wa design hiyo. Kwa kutwa nzima mababa wameingia pale zaidi ya 6 au 7. Msichana amechangamka. Msichana kachangamka vibaya. Unauza wewe msichana vipi? Ananiambia wewe mama si unataka kodi yako? Mimi niko kazini natafuta kodi ya nyumba. Unatafuta kodi ya nyumba kwa design hizi? Abdalla, Joni, Yahaya, Yusufu, Hamisi, Shabani, kwa kutwa nzima wa vijana wanaweza kaingia pale 6 au 7. Kwa ndio maana tunakataa kwa kutaka kuweka hekima. Kwanza tuweke hekima na heshima ndani ya nyumba. Pili tunakataa matatizo ya kuleta kuja kuuana pale baadaye. Bisea, kwa kumalizia ili tuweze kuweka mambo sawa sasa, tupate suluhisho. Nini ambacho kifanyike hasa kuondokana na changamoto hii ya swala la usafi, swala la umeme, swala la maji, lakini pia swala la hao vijana ambao tunasema hawajaoa wala kuolewa. Nao wapate nafasi ya kupanga, lakini pia kuwe na jambo maisha ni yawe vizuri kabisa kwa pande zote mbili. Kwa sekunde 30. Kwa nafasi ya kwa msichana na mvulana, tuwe na hekima na adabu. Ukiwa na binti yako mmoja anakutosha. Ukiwa wewe binti una mbaba una mbaba wako mmoja anakusaidia, anakupa, unakula, unakunywa, anakutosha, kwa sababu kile ni kitu kiliumbwa, kipo na lazima kifanyike. Kwa hiyo anatakiwa afahamu, hata awatambue hao. Ni wafahamu. Kama mimi namjua Charles yupo Ana, sina shida naye, waendelee na shughuli zao. Sawa. Sintowaingilia. Na Hadija yupo na Ramadhani yupo. Namjua huyu ni Ramadhani tu. Katika ulinzi
Ulinzi anasema usafi, ulinzi pamoja na umeme. Usafi, ulinzi pamoja na umeme. Inatakiwa tufanye hekima kwa sisi wote, mwenye nyumba mpaka na mpangaji. Kuna wapangaji wengine ni wakorofi na hawataki hilo kitu, na kuna wenye nyumba wengine pia nao sisi wakorofi. Lakini nini kifanyike? Tuwe wastaarabu, mpangaji kuwa mstaarabu na mwenye nyumba kuwa mstaarabu. Sisi hapa tunaishi kwa kusaidiana. Ndiyo. Mpangaji ananipa hela yake na kimu shida zangu namaliza. Japokuwa nyumba ni yangu nimenunua, lakini nimejenga, lakini na yeye ananipa hela yake namaliza shida zangu na mimi inanikimu. Kwa hiyo sasa tuwe tuna hekima wote, mpangaji na mwenye nyumba. Zainab, unasemaje kuhusiana kwa kumalizia suluhisho kwa ajili ya wapangaji? Mimi naona kwanza suluhisho kwa wapangaji, cha kwanza kabisa tuwe na upendo. Tujue tunapokaa ni nyumba ya mtu. Tusamini vitu vya watu. Tusamini kitu unachoambiwa. Mfano, ulipo umeme kwa wakati, basi tulipo umeme kwa wakati. Kwenye kodi kama alivyosema tuongee mapema, pamoja kuna wengine ukiambia mapema napo hawataki. Na wenye nyumba nao wawe na subira, kuna binadamu anakosa. Pamoja kama tunavyosema isikose ikawa tena mfululizo. Yaani kama una shida, basi akuelewe kwamba mimi nina shida, mwezi kadhaa mimi nitalipa. Maana kuna mwingine anakuambia na shida. Unajua kuna watu mpaka wanatoa lipa za nyumba mtu ambaye la kodi ana mtu anatoa bati zake ngapi ili mradi akukomoe uhame. Kwa hiyo yote inakuwa kama yani inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo mwenye nyumba ampende mpangaji, mpangaji ampende mwenye nyumba, tufuate sheria zao zilizosema. Na nyewe wapangaji kwa wapangaji tupendane, na mnapoambia tusikilizane. Mfano kama anavyosema mama usafi changamoto ni kweli. Kuna watu wanakama mimi kazi yangu sio kufanya usafi. Mtu anamwalipa kwa wiki 7,000 labda kila siku bukubuku, anakubali vizuri, mwisho wa siku anakimbia, anaacha sehemu chafu. Na kingine anachosema mama kuhusiana na unavompangisha msela, saa nyingine nyumba unakuta ina watoto. Kwa hiyo mtoto anakuwa ajifunzi vitu vizuri. Leo kamuona Majuma, leo kamuona Siwasha. Kwa hiyo tubadilikeni. Kama anavyosema mama kwamba kama wenye nyumba wote wangekuwa na moyo kwamba Charles kajana basi ndio huyo ingekuwa ni vizuri. Lakini kuna mwana nyumba mwingine anaona faida na watoto wake 6 wa kike. Kwa hiyo wewe ukienda na manzi wako anakwambia mimi sitaki mpaka uoe, mwisho wa siku nakutole manzi wako wa mtoto mwenye nyumba. Kwa hiyo ni changamoto nyingi sana. Kwa hiyo tuwe ni tu kweli kama tulivyosema. Katibu, kwa kumalizia kwa sekunde 30, kipi ambacho unaweza ukakisema kwa kumalizia? Cha kusema ni kwamba umepanga nyumba kuishi lakini sio guest house. Kwa hiyo unapofanya utaratibu wa kwamba unaingia unatoka, kwa kweli unaharibu kama mwenzangu alivyotangulia hapa. Sio vema na si busara. Lakini la pili, tuache kutumia hisani kwenye nyumba. Yaani hisani kwamba kila mtu asa sina hela sijui nini, yani kama vile kitu cha hisani fulani. Lakini nyumba ni mtaji, nyumba ni asset, nyumba ni rasilimali. Kama unavyoenda dukani kununua mchele. Kwa hiyo mwenye nyumba anapokuambia utahama, mbona ni neno la kawaida kwamba wewe huwezi kukaa milele. Sasa tumetu lugha nzuri jamani. Sasa mimi nilikuwa naona wewe utuachie na lakini utahama, yani kama vile unaambia utahama. Bado kupo. Anaomba sekunde moja tu, anataka tu uzoefu. Ndio. Naomba sekunde kidogo tu. Muda sekunde 30, yani ufupi sana. Mimi na mpangaji wangu nimempangisha frame. Ameweka music, anapiga muziki. Hapa naongea na vizuri hataki nisikia. Ana miaka 2 hajanipa kodi. Alafu mnasema mwenye nyumba kabisa nisikie. Ana miaka 2 hajanipa kodi, unasema mwenye nyumba mkorofi. Kwa hiyo niendelee tu kwamba kama anavyosema hapo mnatakiwa kulipa kodi za nyumba zilipwe. Hii dhana kusema nimefiwa au ni mtu anaweza kukwambia amefiwa na mwenye nyumba labda akakataa, sababu ziko mbili. Sababu ya kwanza, mimi nishai kufiwa na baba yangu. Lakini hata shilingi yangu moja sikutoa kwenye ule msiba. Kwa hiyo watu wasitumie msiba kama kigezo. Msiba watu wanachanga, watu wanatoa nini. Unaweza kukuta kweli umefiwa, lakini una gharama wewe uliotoa, watu wamejitokeza, huyu katoa 50,000 sanda, huyu katoa, unakuta wewe uliofiwa hata shilingi hujatoa. Lakini sasa unaenda unatumia hiyo fursa kwamba bwana nimefiwa mimi jana. Nimefiwa, ndio maana mwenye nyumba anafika mahali anawaza, mbona si watu wanafiwa hapa. Tunakushukuru sana Hassan Chambuso kwa mchango wako, katibu chama wenye nyumba, lakini pia Bisea Tumba, mama mwenye nyumba, pamoja na Zainab Ali ambaye ni mpangaji. Tunawashukuru sana jamani kwa mchango wenu, lakini pia kwa uzoefu ambao mmeupitia katika haya masuala ya nyumba. Na mtazamaji kitu kikubwa sana amejifunza kutoka kwenu.
Tumekuwa hapa kujadili kuhusiana na hili tuishije na wapangaji wenzetu. Alikuwa hapa Bi Seya Tumba ambaye ni mama mwenye nyumba kama ambavyo Betty Omara mwenzangu amemtambulisha hivyo, lakini Zainabu Ali yeye ni mpangaji, Hassan Omari yeye ni katibu chama cha wenye nyumba. Tumezungumza nao hapa kwa pamoja kuhusiana na tuishije na wapangaji wenzetu. Tunakamilisha hivi.